siku hii ya leo ambayo Bwana ametupa neema na kibali kuwemo katika hema yake. Nataka nione utulivu ili nilete neno la Mungu. Na ninaomba uniruhusu sasa niweze kutumia fahamu zako, masikio yako. Niruhusu ili tuweze kutembea kwa haraka kwa dakika chache tu. Kitabu cha Hosea sura ile ya 4. Kitabu cha Hosea sura ya 4. Twende pamoja na mimi mstari wa 6 na mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kadiri walivyozidishwa, kwa kadiri hiyo hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Niombe nirudie tena. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Mstari wa 7. Kadiri walivyozidishwa, kwa kadiri hiyo hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Mwandishi wa kitabu hiki ni Hosea. Jina Hosea maana yake ni wokovu. Mfalme Yeroboamu wa pili na Uzia walitawala karibu wakati mmoja mwanzoni mwa karne ya 8. Na utawala wao ulikuwa na mafanikio. Nchi zao zilikuwa imara kisiasa, walipanua mipaka yao na biashara zao zilistawi sana. Kipindi hicho cha mfalme Yeroboamu wa pili pamoja na mfalme Uzia katika Israeli. Hata hivyo, uchaji wa Mungu kwenye maisha ya watu, yani dini pamoja na uadilifu, vilikosekana. Haki na kweli hazikuwepo kabisa. Rushwa ilishamiri kipindi hicho. Watu wasio na uwezo wa kiuchumi hawakutendewa haki, ila walinyanyaswa, walionewa na kukandamizwa, pamoja na viongozi wa serikali. Viongozi wa dini hawakuwa waadilifu katika kusimamia maadili ya neno la Mungu. Ibada za miungu zilienea sehemu nyingi, na Waisraeli waliliweka kando agano ambalo Bwana alikuwa ameliweka pamoja na Waisraeli. Ujumbe wa Hosea unashutumu uasi na uvunjaji wa agano kutokana na imani kwa Mungu, ukosefu wa uadilifu. Hali hii Hosea anaielezea mfano wa maisha ya ndoa, kama Gomeri, yani mke wa Hosea, alivyomgeuka mume wake na kuwa mwanamke wa uzinzi. Kitabu cha Hosea sura ile ya 4 mstari wa 6, mahala ambapo tumezungumza. Pointi ambayo nimeipata mahali hapa au somo langu linasema kutafuta maarifa ya Mungu. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Katika mstari wa 6 nikapata pointi 3. Jambo la kwanza, walikoswa maarifa. Maana yake mtu anapokosa maarifa anaangamia. Jambo la pili, ukikataa maarifa ya Bwana na Bwana anakukataa usimtumikie. Jambo la tatu, ukiisahau sheria ya Bwana, Bwana anawasahau watoto wako pia. Maarifa ni nini? Maarifa ni uwezo wa kujua mambo au ujuzi wa kuelewa kitu kwa undani. Hii inahusika na kusoma sana na kujifunza neno la Mungu kwa bidii, ndipo unapata maarifa. Hekima pamoja na ufahamu hufanya kazi pamoja na maarifa. Kisoma kitabu cha Mithali sura ya 2, utasoma kwa muda wako, mstari ule wa 6. Unaelezea habari ya maarifa, hekima pamoja na ufahamu vinafanya kazi kwa pamoja. Sasa tunaanza katika pointi ya kwanza, ukikosa maarifa unaangamia. Hosea nabii ambaye alikuwa akitabiri katika taifa la Israeli
hali ya taifa ilikuwa ni mbaya, kwa sababu watu waliacha ibada ya Mungu na wakageukia ibada za sanamu, wakaanza kuabudu miungu mingine na wakamwacha Mungu wa kweli, na hivyo ikapelekea sasa uharibifu mkubwa kuingia kwenye taifa, na hata watu wengi sana kukosa uaminifu, kuchukua rushwa. Hata kama ni watu wa kanisani, wakachukua rushwa, wakawakandamiza watu waliokuwa na hali za chini, wakawaonea wasiojiweza. Hosea anaagizwa na Mungu, ukisoma sura ya 1 anaambiwa ondoka ukaoe mwanamke wa uzinzi. Kuna jambo Bwana anataka kumfundisha Hosea. Jambo ambalo alikuwa anataka kumfundisha ni kwamba anataka muonyeshe namna ambavyo maisha ya watu wake yanavyogusa moyo wa Mungu na kumuumiza. Akaambiwa ondoka ukamoe mwanamke wa uzinzi, mwanamke kahaba, na uanze kuishi naye. Ukisoma historia kuhusu maisha ya Gomeri, alikuwa na tabia ya kutoka kwa mume wake na anakwenda kwa mwanaume mwingine, na mume wake anakwenda kumtolea mahali kwa ajili ya kumkomboa. Na kuna kipindi akanunuliwa, akachukuliwa, akawa mjakazi katika familia moja, na Hosea akachukua fedha kwa ajili ya kwenda kumkomboa mke wake ambaye amechukuliwa na kupelekwa kuwa mfanyakazi wa ndani na kumrudisha nyumbani kwake, na wakaendelea na maisha. Haikuwa hali ya kawaida, kwa namna ya kawaida ya mwanaume jinsi unavyojijua wewe. Mwanamke wako anachukuliwa na mwanaume mwingine, na wewe unakwenda kutoa mahali kwa yule mwanaume ili uweze kubeba mke wako na umfanye kuwa mke wako tena. Sio hali ya kawaida nadhani, lakini Hosea aliweza kufanya hivyo. Baada ya fundisho lile, Bwana anamwambia Hosea, kama unavyojisikia wewe kwa mke wako Gomeri, maumivu unayoyapata, ndivyo mimi ninavyojisikia kwa watu wangu Israeli, namna ambavyo wananitenda dhambi, wananiacha mimi na kwenda kufanya ibada za miungu mingine. Mimi hapo ninasema wanafanya uzinzi pamoja na miungu mingine, wanafanya uzinzi pamoja na miungu mingine. Ndipo sasa akawa anamwekea hilo fundisho. Sasa Hosea katika ujumbe wake wote analalamikia juu ya uasi, analalamikia juu ya dhambi ya Israeli, na sasa anatoa neno moja kubwa sana katika sura ya 4 mstari wa 6. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu wamekosa maarifa. Kumbe mtu anapokosa maarifa, nimesema maarifa ni uwezo wa kujua mambo mengi, lakini pia ni ujuzi unaomwezesha mtu kuelewa mambo. Sasa mtu anapokosa maarifa, hata kama ana elimu ya juu, lakini anapokuwa hana maarifa ya kimbingu, bado yule mtu hamna kitu. Na ndio maana utashangaa unamkuta mtu msomi kabisa, ana degree zake kabisa, lakini anaondoka anaenda kwa mganga wa kienyeji ambaye hakusoma, alikomea la 4, anaenda kuvurishwa shati, anakalishwa chini, anaanza kukatakatwa vyembe na yule mtu ambaye hajasoma, na yeye ni msomi mkubwa, ana degree, ana PhD, anasiwa na manini huko madiploma yes, nimepatia diploma ndio ndogo, unapata degree ya kwanza, ya pili, ya tatu, si ndio? Sasa mtu huyo anakwenda kuketishwa na mtu ambaye hana shule tena kwenye jumba la nyasi, kuingia mpaka uiname, lakini ameacha nyumba yake nzuri na vioo, ina vigae, wakati mwingine kwenye gorofa. Ameondoka kwa nini? Amepungukiwa maarifa ya kimungu. Mtu asiye na maarifa, Biblia inasema ni kama mnyama. Kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 12 mstari wa 1 anasema apendaye mafundisho anapenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Mtu ambaye anataka kupata maarifa ni lazima akae chini ya fundisho. Kama hujafundishwa, maana yake hauwezi ukapata maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mithali sura ya 12 mstari wa 1. Kulingana na muda ninakusomea. Anasema apendaye mafundisho anapenda maarifa, lakini yeye anayechukia kulaumiwa, huyo ni kama mnyama. Ni lazima mtu ukubali kujikita
Nimesema hii inahusisha na kusoma sana na kujifunza neno la Mungu kwa bidii. Hiyo ndio inaleta matokeo ya kwamba mtu amepata maarifa ya kimungu. Na ndio maana usimshangae mtu, watu wengine wananyosha mikono wanasema mimi nitafanya kitu hiki kwa sababu anaelewa kitu. Ni kama vile mic umeipunguza, sijui ndio iko hapo. Lakini mtu mwingine hagusi kusema kitu. Wala hata usimlaumu. Mimi wasilaumu watu wa namna hiyo. Usimlaumu. Ni namna vitu ambavyo mtu anaelewa kwa kiwango gani juu ya Mungu wake. Ni namna vitu ambavyo Mungu mtu anamuelewa, yani ile imani yake. Kile kiwango cha imani ya mtu ndicho kinacholeta matokeo ya matendo. Kiwango cha imani. Lakini inaanzia kwenye masikio. Masikio ni muhimu sana. Na ni lazima uwe na masikio ya rohoni pia. Maana chanzo cha imani ni kusikia. Kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Mtu anavyosikia ndivyo anavyoelewa. Mtu anavyoelewa ndivyo anavyotenda. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Wengine tunamwona Mungu wetu ni mkuu sana, wengine wanamwona ni wa kawaida tu. Wengine wanamwona ni wa kawaida tu. Kwenye maisha yao hata hawafai sana, ni wa wastani tu. Kwenye maisha yao sio wa muhimu sana, ni wa kawaida tu. Ni vile ambavyo amelisikia neno na vile ambavyo amelipokea. Imani yake inaleta matokeo katika matendo. Haleluya. Kuna watoto hapo walikuwa wanasema wanatoa 50,000. Unashangaa. Lakini kuna mtu mwingine amekaa kimya. Moyoni mwake anasema sitoi. Wala hata usimshangae, imani yake inavyoongea kwa Mungu wake. Ni vile ambavyo amepokea, alivyolisikia lile neno. Apendaye mafundisho anapenda maarifa. Yeye ambaye hataki mafundisho ni kama vile mnyama. Pointi ya pili. Ukikataa maarifa ya Bwana, Bwana anakukataa pia. Anasema ule mstari huo wa 6. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeyakataa maarifa. Sio kwamba umenikataa mimi, no. Umeyakataa maarifa. Kiingereza wanasema knowledge. Kwa kuwa umekataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usinitumikie. Unaweza kuwa unatembea, unasimama na madhabahuni na hudumu, lakini huyataki maarifa ya Bwana. Tafasiri yake, Bwana amekukataa, usimtumikie. Ni ngumu kutafuna au kuimeza. Kitabu cha Warumi sura ya 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Anasema kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Subiri. Kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Anamaanisha nini Paulo anapozungumza habari hizi? Anaonyesha kanisa la Warumi. Anawaonyesha kanisa la Warumi kwamba wako watu ambao wanajuhudi sana katika kumtafuta Mungu, lakini katika maarifa, katika ujuzi wa kuyajua mambo hawana maarifa. Wana juhudi nyingi sana kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kwaya, kwa ajili ya namna yoyote, kazi za kanisa, lakini hawana juhudi katika maarifa. Nishawahi kusema, nasema tena. Kuna mwalimu wangu aliyekuwa ananifundisha somo la Kiingereza nikiwa darasa la 3 mpaka darasa la 5. Alikuwa anaitwa Mwalimu Madaha. Ni msomi. Yule jamaa kwenye lugha ya Kiingereza alikuwa msomi. Walimu wote pale ofisini walikuwa wanampisha. Lakini akitoka darasani, mkatawanyika wanafunzi,
mkaenda nyumbani, ukafika nyumbani ukaagizwa na mama, nenda ukasage au nenda ukaleta kitu fulani sentani. Unakutana na mwalimu Madaa amekunywa pombe, amelewa, halafu anaongea Kiingereza kwenye ule ulevi, anatembea njiani amelewa. Hatambui kama huyo ni mwanafunzi wangu. Hata kama ukimsalimia shikamoo mwalimu, good afternoon teacher, hana lolote, hakumbuki chochote. Lakini ukimkuta darasani ni mtu ambaye ana elimu ya juu, lakini kwa sababu maarifa ya Mungu hayamo ndani yake, ile elimu haimsaidii chochote. Haleluya! Maarifa ya Mungu yana nafasi kubwa sana kuendesha maisha ya mtu. Wana juhudi nyingi katika Mungu, lakini sio katika maarifa. Ni muhimu sana ukijikita kutafuta maarifa ya kimbingu, kwa sababu maarifa yanaambatana na hekima, maarifa yanaambatana na ufahamu. Kwenye kitabu kile cha Wakorinto, kwenye eneo la karama, kuna karama pia ya maarifa. Kuna maarifa tu ambayo mtu anakuwa nayo, lakini kuna karama kabisa ya maarifa. Anasema kwa neno kwa ufunuo, mwingine amepewa neno la maarifa, mwingine neno la hekima. Zinaanza kutajwa pale, lakini maarifa pia inatajwa kama karama. Kwa hiyo ni muhimu sana, ili usiweze kuangamizwa, ni muhimu sana kutafuta maarifa ya Mungu. Ili Bwana asikukatae, ni muhimu sana kutafuta maarifa ya Mungu, ili Bwana asikukatae. Pointi ya 3. Ukisahau sheria ya Bwana, Bwana anakusahau. Bwana anasahau watoto wako. Hiyo Hosea. Kitabu hicho cha Hosea, sura hiyo ya 4. Mstari wa 6. Anasema, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Hebu piga picha kwanza hapo kidogo. Watoto wanahusishwaje kwenye jambo lako? Watoto wameingiaje hapa? Wewe umeisahau sheria ya Bwana, watoto wako Bwana atawasahau. Why watoto? Kwa nini hajasema na mimi nitakusahau wewe? Kwa nini watoto wako wamehusishwa? Mimi wakati natafakari huu mstari, nikafikiria sana, nikagundua jambo moja, kwamba mzazi unahusika kwa nafasi kubwa sana kubeba mustakabali wa mtoto wako. Hamjanielewa? Ninasema hivi, mzazi unahusika sehemu kubwa sana kubeba mustakabali wa mtoto wako. Kama utaisahau sheria ya Bwana, maana yake Bwana anawasahau watoto wako. Utakuwa unaona tu hapo wanainuka, wanaenda, wanafanyaje? Mungu simama kwa ajili ya watoto wangu, naomba uwalinde. Mungu alishawasahau kama wapo. Hawajulikani kwenye orodha ya kimbingu. Lakini chanzo ni wewe umeisahau sheria ya Bwana. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mkikumbushana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Bwana mioyoni mwenu. Ndio maana tunaketi hapa kila wakati tunakumbushana maneno ya Mungu, lakini hata kama tukikaa kuwakumbusha, na penyewe mnatubeza, mnatutukana, mnatudharau, mnatupuuza, tutaendelea kuongea hivyo hivyo. Endeleeni kutupuuza hivyo hivyo, lakini sisi tupo hapa kwa ajili ya kukukumbusha, kuzifungua akili zako ili ziweze kukaa vizuri, kwamba haupaswi kuisahau sheria ya Bwana. Maana sheria ya Bwana ukiisahau wewe mzazi, mtoto wako anasahauliwa na Bwana. Sasa watu wakikukataa, unakimbia kwa Bwana. Bwana akikukataa, unakimbia wapi? Watu wakikusahau, unakimbilia kwa Bwana. Bwana akikusahau, utaenda wapi? Dunia ikikuzomea, unakimbilia kwa Bwana. Bwana akikuzomea, utaenda kwa nani? Kwa kuwa umeisahau sheria yangu, mimi nami nitawasahau watoto wako.
Watoto wako wanategemea sana vile wewe ulivyo. Ili uweze kuwalinda watoto wako, mstakabali wa maisha yao umeubeba wewe. Imani za watoto wako umezibeba wewe. Maisha ya baadaye ya watoto wako umebeba. Yaani ile future ya watoto wako umeibeba wewe mzazi. So inategemea what is you do. What do you make for your children? Unafanya nini kwa watoto wako? Nini ambacho unatengeneza baada ya wewe kutoka, baada ya wewe kuzeeka? Watoto wako wanafanya nini? Umewatengenezea nini watoto? Au ndio umeshaisahau sheria na Bwana ameshawasahau watoto wako? Wapo tu wanatembea. Na ndio maana watoto wako kama vile hawaeleweki hivi. Kama zimo kama hazimo. Hawaeleweki, yani watoto wako vyote ni zero. Kwenye kazi hawezi, shuleni zero, kila kitu zero. Kumbe Bwana amewasahau. Kwa nini? Umeisahau sheria yake. Rejea katika mstari. Rejea katika mstari. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kukumbusha yale yatupasayo kufanya. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Nataka nisome hapo halafu tumalize mahubiri. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Twende tukasome pamoja na mimi mstari wa 6. Mstari wa 6 na mstari wa 7 na wa 8 na wa 9. Na maneno haya ninayokuamuru leo. Tuanzie mstari wa 4. Anasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Tunaamini kama Mungu ni mmoja? Tunaamini kama Mungu ni mmoja? Anasema sasa, nawe mpende Bwana Mungu wako, huyo mmoja, kwa moyo wako wote. Nisaidie, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo ya kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, leo yatakuwa katika moyo wako. Mstari wa 7 anasema, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Wenga komile momendolo wigesha, tamka maneno ya Mungu. Jana wakati naongea na wazazi wa watoto wanaobarikiwa leo, nikawambia wengine unakuta ni familia ya Mkristo, unaingia mle ndani, Bwana amenipa neema ya kufika karibu kila familia, unakuta mabango yameandikwa mle ndani, ni nyumba ya Mkristo, lakini kuna mabango mle ndani yamewekwa hayana Mungu kabisa. Yale maneno hayana Mungu kabisa. Nikatolea mfano, kwa mfano hizi pazia sasa hivi tumerahisishiwa kwa sababu kuna pazia za special. Lakini mwanzo pazia tulizokuwa tunatumia zinachonwa maua aidha kwa mkono, kwa kufumwa na kuandikwa maneno chini. Yale maneno anayoandika Mkristo sio maneno yanayomtangaza kwamba ana Kristo kwenye maisha yake. Ni mapazia ambayo yameandikwa maneno ya mabango. Na bado mtakoma. Huu ni mwanzo tu. Nani sasa unayemwambia? Mwanzo wa nini? Mwanzo wa kuanguka au mwanzo wa kufanikiwa? Au mwanzo wa kufanyaje? Anasema, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na hata unapoamka asubuhi. Yanene maneno ambayo Torati imesema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili. Amesema moyo wote, roho yote, na nguvu zote.
Halafu wafundishe watoto wako. Unapoketi, unapoingia, unapolala, unapoondoka. Fundisha watoto wako. Ni mara ngapi umewafundisha? Niliwapa mfano tu. Nimewazoeza wanangu wakienda kulala chumbani. Nikitaka kwenda kulala lazima niende pale chumbani niwaombee wanangu, Mungu awafunike kwa damu ya Yesu. Mungu awalinde usiku wa giza. Hapa kuna malaika wametuzingira. Siku moja nikaacha kufanya hivyo. Nipo pale sebuleni nimekaa, nashukia naitwa na Debora. Debora ana miaka 2. Ananiambia, "Mama, bado hujatuombea." Nasema, "Si tumeomba hapa wote?" Akasema, "Njoo tuombee huku bado hujaomba." Anataka nikamwombea huko chumbani. Maana najua kawaida ya mama ni kusimama kwenye kitanda chetu na kutuombea. Kwa hiyo akasema, "Njoo tuombee huku ndio tulale." Kwa hiyo nikasema, "Ngoja nije mwanangu." Nikaenda pale, nikawashika kichwa, nikamshika na sala, nikamwambia, "Bwana Yesu yuko hapa, amewafunika na nguvu zake. Laleni sasa wanangu." Hata dakika 2 hazikupita wakasinzia. Watoto wanasikiliza mama anasema nini. Unaweza ukakuta katoto kana miaka 4 kana matusi mdomoni, kanasikiaga mama anayocheua. Vile ambavyo mama anavicheua mbele ya watoto, ndio watoto watacheua hivyo hivyo. Kama nyumbani wanapenda kuongea mambo ya Mungu, utasikia na watoto wanaongea mambo ya Mungu. Debora alikuwa akipanda kwenye gari anashindwa kupanda, akipanda mguu mmoja mwingine anashindwa, mpaka unamsaidia. Siku moja akalazimisha akapanda, alivyokanyaga mguu wa kwanza akalazimisha wapina. Mimi nimemtazama tu, alikuwa anapita kwenye hicho kiti cha driver, nimekaa hapo. Akanyanyua afa akashika akasimama. Mtoto akasema, "Hey, asante Mungu, leo nimepanda kwenye gari." Nilishangaa mno. Akasema, "Asante Mungu, leo nimepanda mwenyewe kwenye gari." Mtoto anasikia vile ambavyo mzazi anaongea mara kwa mara. Kwa sababu mtoto anapozaliwa hana tabia, anaanza kujifunza tabia. Kwa hiyo vile ambavyo wewe unampandia mtoto wako, ndivyo anavyochukua na kuanza kukaa navyo. Ukiambiwa kichwa cha mtoto kikichorwa hivi kwenye akili ya mtoto, kwenye ule ubongo, huwa ni empty kabisa. Yaani ule ubongo huwa ni mweupe, hauna kitu chochote mtoto anapozaliwa. Inategemea sasa unaanza kuweka kitu gani. Unapochelewa kuweka vitu vya kimungu, shetani anaanza kuweka vitu vya kwake. Ndio unakuta katoto kadogo kana maneno machafu mpaka unashangaa kanako. Kanajua kuchamba watu, kanajua kuongea matusi, kanaongea vitu vya ovyo. Kana tabia mbaya. Maana tabia zozote zile mtoto anajifunza. Hakuna mtoto anayezaliwa na tabia. Mtoto anajifunza tabia kwa mtu aliye karibu yake, aidha mzazi, mlezi, mwalimu au yeyote yule. Na ndio maana wakati nafundisha walimu wa watoto, niliwaambia uwe makini sana, kwa sababu ukijaribu kumdanganya mtoto, anachukua hicho na anaanza kutembea nacho, na huwa hawasahau vitu walivyofundishwa na mwalimu wake. Kwa hiyo kuwa makini sana unapofundisha watoto. Bwana asifiwe. Ukikuta mama nyumbani anavaa nguo za uchiuchi na watoto watavaa uchiuchi tu hivyo hivyo. Mimi wanangu ukitaka kuwapima kangoa kafupi wanasema, "Mama, kafupi hivyo." Labda niwafuchonee sasa kafupi na nyie angalau nguo zote miguuni. Wanakataa. Hata hao wadogo wale akina Esa na kina Faraja wanakataa, wanasema, "Mama, hamuna. Kafupi mno." Wanakataa. Na unawajaribu tu kwa sababu wanakaa mjini, labda wanaona watoto wenzao, lakini wanagoma. Nasema, "Mama, wengine wanavaga twahumu, lakini wewe nikupime na wewe kafupi." "Hapana, mimi fupi mama." Wanakataa. Hawajawahi muona mama yao kapiga kimini. Lakini kama mama anapiga kimini na mtoto anapiga kimini, maana wanaona yale mazingira. Mtoto anaangalia mzazi wake jinsi anavyoishi. Mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mzazi, na sio mwalimu wa shule ya Jumapili, na wala sio mwalimu wa shule ya msingi. Mwalimu wa kwanza ni wewe mzazi. Wafundishe watoto wako. Wafundishe watoto wako kuyashika yote ambayo wewe umejifunza na ukayaweka kwenye moyo wako. Tunamalizia mstari wa 8. Anasema, "Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako." Uyafunge mkononi kama saa, yaonekane yale maneno yote ambayo umejifunza, yaweke yaonekane kwa watoto. Usionekane mlokole Jumapili, halafu ukifika nyumbani mpagani mmoja mzuri tu ambaye amevaa ngozi ya kondoo ndani, uharibifu.
Funga yawe dalili kwenye mkono, halafu kwenye macho yako yatakuwa kama utepe. Utepe ni mfano wa irizi au ulinzi. Haleluya. Weka yawe ulinzi kwenye macho yako. Yote ambayo wewe umejifunza, wafundishe watoto wako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Bandika mabango yanayomsema Yesu ni nuru, Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni jemedari wa vita, Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Watoto wakifika wakisoma mle ndani, ni bora usiweke mabango kama mimi. Kama uwezi kuweka mabango, usituwekee sisi mabango. Uyaonayo hapa yaache hapa, tuyaache hapa kama tumeona mabaya. Tunasema wewe acha basi. Tunasema tumekuta mwiko huko chini unakanyaga afu kaenda kusongea ugali, tunasema uyaache hapa wapi? Tunaenda nayo. Na ukumbuke sasa, watu hawachukuagi mazuri, wakija kwako wanaangalia yale mabaya ndio wanabeba. Ukipata msiba watu wanawahi chumbani kwako, kwani wanaendaka kuangalia marehemu? Wanaenda kuangalia una nini chumbani. Ndio wewe ujue sasa. Sio wote wanakuja kuangalia marehemu. Mwingine anafika tu pala anachuchumaa tu mlangoni. Sasa unafuata nini huko? Anakuja kuangalia wana nini chumbani. Okay. Nimeshangaa. Yule mama. Jamani analala chini, hata kitanda hamna, mkeka hata godoro hamna. Umekuja kukaburiwa tu. Utasikia pole sana. Wanaangalia hata kabati ya nguo hana. Jamani, sio wote wanatusaidia. Wanapokuja kwako hawaji kuchukua mazuri, wanaangalia vile vizaifu, ndio wanaondoka navyo hivyo hivyo. Yafunge, yaandike kwenye mimo ya milango. Mabango yako leo mtaenda kuyabandua tu. Weka mabango yanayomsema Yesu. Weka mabango yanayozungumzia wokovu. Wengine unakuta kweli wameweka Bwana linda nyumba yangu na watoto wangu, sio na mume wangu, sio na nini huko. Wengine wametuwekea mabango wanapendana, wamevaa na shera na mkoti, wameshikana mikono na mume wake, lakini usiku ngumi tu, lakini pale wametuwekea tu wanapendana. Pole mpenzi wangu, sijui nani wewe takaki naye hajawahi kuitana hata mpenzi, mnatudanganya tu sisi hapa na mabango yenu. Cheni basi mikwara hiyo. Kifika ndani ngumi tu, makokola tu. Hawafika sebuleni abiza mabango eti tunapendana mume wangu. Haleluya. Kwa hiyo tusiweke mabango sasa, weka. Ila yawe uhalisia sasa. Kama unamaanisha kweli unamwambiaga pole mume wangu, nisamehe mume wangu, kweli unasemaga, tuwekee hilo bango. Kama usemagi vya nini sasa hapo? Kwa hiyo hao anasoma. Akifika hapo anasoma au unamaanishaje? Mungu atusaidie sana. Weka mambo ambayo watoto wako watajifunza. Andika kwenye mimo ya milango yako. Pazia zako kama una pazia zilizofumwa, weka maneno ambayo yatamuinua Mungu. Watoto wakisoma, Daudi anasema kwenye Zaburi ile Zaburi ya 78, anasema kwamba na maneno haya tuliyofundishwa, tulioelezwa na wazazi wetu, tulioambiwa na baba zetu, hatutawaficha watoto wetu, ili watoto wetu nao wakawambie kizazi kinachokuja. Hebu niambie, tangu umeokoka umekaa lini na watoto wako kuambia habari za Mungu? Wafundishe watoto wako kuingia kwenye maombi ya kufunga. Wafunge. Mimi Debora nafungaga masaa 6. Namwambia leo ni siku ya maombi mwanangu, unakula mchana. Hakuna kula asubuhi. Ana miaka 2 tu. Naambia hakuna kula leo. Maombi. Anapiga masaa 6 ndio anakula. Unaanza kumzoeza. Anakuwa anajua kumbe kuna wakati mwingine tunapaswa kuacha kula kwa ajili ya Bwana. Kumbe kuna wakati mwingine tunapaswa kujinyima ili kuzungumza na Mungu. Mtoto anaanza kujizoeza. Anaanza kuzoea, anaanza kujenga tabia ya maombi mle ndani ya moyo wake. Ni mara ngapi umewambia watoto wako wafunge? Siku moja nilimwambia Sara, leo ni Ijumaa ya maombi. Kwa hiyo utakula mchana. Wakileta uji shuleni usinywe uji. Utakula chakula cha mchana. Unawafundisha watoto. Wanaanza kujenga tabia ya maombi. Kumbe tunapaswa kuomba. Kumbe tunapaswa kuacha kula. Sio anakuwa mtu mzima yuko form 6 unamwambia funga. Atakwambia kufunga kabisa mimi.
Sijawahi kwanza. Waambie hii dunia hii ina mambo mengi sana. Sasa tunapokwenda kuwaweka watoto kwa Bwana, na nyinyi wazazi wengine ambao watoto wenu hawajawekwa wakfu au wameshawekwa wakfu, ninawakumbusha tukumbuke kuwafundisha watoto wetu kila ambacho sisi tumekipokea, na sisi tuwarithishe watoto wetu. Kadiri tunavyochelewa kuwarithisha watoto wetu, shetani anaendelea kupanda vitu ndani ya watoto. Niliwatolea mfano jana. Kwa mfano mimi hapa, umri wangu huu, hawezi akaniambia bibi yangu, hata kama alikuwa mchawi, hata kama yupo hai sasa hivi ashakufa, lakini kama angekuwa hai alikuwa mchawi, ni ngumu sana kuniita mimi chumbani na kuniambia nataka nikurithishe uchawi sasa. Nataka nikuachie chungu changu. Ni ngumu. Anatafuta watoto wadogo ambao hata kama akikataa anaweza akatandikwa viboko na atalichukua lile agano. Kwa hiyo anaanza kukazoeza katoto bado kadogo, kanapelekwa kwenye agano. Sisi tuko tu tumeshangaa. Hatuna muda wa kuwafundisha watoto, kuwarithisha neno la Mungu ndani ya maisha yao. Mtoto anaanza kuhudhuria kwenye kikao cha wachawi ana miaka 4. Anakuja kufika sekondari ashakuwa mchawi kroniki, mpaka malikia anashapewa na umalikia wa mkoa, wa wilaya. Utamtoa kule mwaka gani? Tumekaa tu wazazi, hatuna wasiwasi. Walimu wa Sunday wapo nao wameshachoka, wafundishi siku hizi. Watoto wapo tu wanakuja kula chakula cha watu wazima kama sisi. Unategemea hawa watoto nini ambacho wanakipata hawa? Na ndio maana uwezo kwa kukuta hata wamekaa wanasoma mstari kwa pamoja watoto, maana hawana kitu. Maadamu tumepata walimu, ninatamani hao walimu kuanzia wiki ijayo waanze kuwafundisha hao watoto. Tutadaiwa. Hii damu itatakwa mikononi mwetu. Tunahitaji kuwekeza kitu kwa watoto hawa. Tunahitaji kurithisha kitu kwa watoto. Bwana atusaidie kanisa la Mungu. Bwana atusaidie kanisa la Mungu. Tuna kazi kubwa sana ya kulinda kizazi kijacho kwa ajili ya uzao wetu na uzao wa watoto wetu, kwa ajili ya kanisa la Mungu. Sisi sasa hivi tunamaliza. Ukifikisha miaka 70 ukaambiwa nenda ukahubiri mkutano wa Injili, hauzidi dakika 15 au 20, umeshachoka mwili wote. Kama haujatengeneza hiki kizazi cha kuja kuchukua kijiti, maana yake unatoka na kanisa linaisha. Mungu atupe hiyo neema ya kuwekeza vitu kwa watoto wetu, ili tuwatenganishe na madhabahu za miungu yetu. Ninaomba watu walio na watoto wa kubarikiwa waje hapa.